Na mtazamaji wa Biomedia, karibu sana popote pale ambako unaendelea kutufuatilia. Endelea kusubscribe, pia kucomment pamoja na kushare na kulike katika kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali. Jina langu ni Official Rose D, na leo nitakupitisha katika taarifa ambako Mange anapokea lawama kwa kuhamasisha maandamano yaliyopelekea Tanzania kukosa mabilioni ya pesa. Karibu sana mtazamaji. Ni taarifa ambako Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kwamba maandamano na vurugu ambazo zilitokea tarehe 29 mwezi Oktoba, siku ya uchaguzi mkuu, yametia doa nchi na kuiweka Tanzania katika wakati mgumu wa kupata mabilioni za mikopo na ufadhili kutoka kwa wahisani na wafadhili. Na ripoti zaidi inaeleza kwamba maandamano hayo ya kudai haki na kupinga kufanyika kwa uchunguzi mkuu yaliweza kutokea mikoa mbalimbali, ambayo pia ilisababisha uharibifu wa mali za umma, mali binafsi, vifo pamoja na majeruhi ambao walipigwa risasi zilizokuwa zikirushwa holela na askari waliokuwa wakidhibiti ghasia hizo. Rais Samia ametoa kauli hiyo ikiwa ni tarehe 18 mwezi Novemba jijini Dodoma katika hafla ya kuapisha mawaziri na manaibu mawaziri ambao waliweza kuteuliwa, ambapo aliwataka pia wakafanya jukumu la kusaka fedha kutoka kwenye vyanzo vya ndani. Amesema pia kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi kimelipunguzia taifa sifa ya kupata mikopo ufadhili kutoka kibenki na taasisi za kifedha za kimataifa, hivyo kuna uwezekano wa kurudi nyuma kwa namna moja ama nyingine. Katika nukuu yake anasema, mara nyingi tunategemea kupata mikopo kutoka nje, mikopo kutoka taasisi mbalimbali, benki za kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza. Tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa kazi ambazo tulikuwa tunazifanya. Doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma, kwa maana hiyo tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani kupitia rasilimali zetu ambazo alitupa Mwenyezi Mungu. Tutaangalia njia gani ya kutupatia fedha ili tutekeleze miradi tuliyopanga kuweza kutekeleza. Aliweza kunukulewa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza. Lakini pia Rais Samia amesema kwamba hatachoka kubadilisha baraza la mawaziri mpaka pale atakapopata mtu sahihi wa kufanya kazi kwa moyo mmoja, na kuwataka mawaziri kuwajibika kwa wananchi na kutekeleza yale yote ambayo waliyaahidi. Lakini pia amewataka mawaziri hao kubeba majukumu ya kuwatumikia wananchi na waishi kwenye kauli mbiu yao ya kazi na utu, kwa kuheshimu utu wa Mtanzania. Lakini mara tu baada ya Rais Samia kuzungumza hayo kuhusu doa ambalo tumelipata kufuatia maandamano ya vurugu yaliyopelekea uharibifu mkubwa mpaka kupelekea kusababisha kunyimwa misaada na kuweka dosari kubwa nchini kwetu, Watanzania wameomba kupuuza uchochezi ambao watu wasiolitakia mema taifa letu. Badala wake tuwe wamoja, tuungane, tupendane. Na kwa upande pia baadhi ya Watanzania wameweza kumvaa mwanadada Mange moja kwa moja na kumlaumu vibaya kwa kusema kuwa Mange ndo msababishi wa yote ambayo yametokea, kwanza kupoteza ndugu zetu, lakini pia nchi yetu kupoteza mabilioni ya fedha. Hii ni kutokana na baadhi ya Tanzania wanaojulikana kama Generation Z, Gen Z, kufuata mkumbo kwa kujazwa hasira na Mange Kimambi, ambapo imepelekea uharibifu mkubwa wa mali za umma na vurugu ambazo imepelekea kulipa taifa sifa mbaya. Wengi wamedai kuwa hata kama ilikuwa sahihi kuandamana, basi maandamano yangefanywa ya amani na si ya vurugu kama ambayo yalitokea nchini. Mtazamaji, una maoni gani katika hili? Ambao unaendelea kufuatilia na kutazama Biomedia, kuwa wanataka kurudia tena Disemba 9 wataandamana, una nini pengine cha kuwashauri? Tuandikie maoni yako kwenye comment section moja kwa moja. Hapo mweza kuenjoy, endelea kusalia nasi kwa update mbalimbali. Jina langu ni Official Rose D. Ona wakati mwema, bye bye.